Waziri Mkuu wa Israel pamoja na Waziri wa Ulinzi wa Israel wameagiza jeshi la ulinzi la Israel IDF kufanya mashambulizi dhidi ya shabaha zinazodaiwa kuwa za kundi la Hezbollah katika eneo la Dahiin kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na viongozi hao, Israel imesema uamuzi huo umechukuliwa kufuatia kile inachokitaja kuwa ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na mashambulizi yanayoendelea dhidi ya mji na raia wa Israel. Baada ya ukiukwaji wa mara kwa mara wa usitishaji wa mapigano nchini Lebanon na mashambulizi dhidi ya miji ya wananchi wetu, tumeagiza IDF kushambulia shabaha za kigaidi za Hezbollah katika eneo la Dahiin mjini Beirut, ilisema taarifa hiyo. Hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika mkakati wa kijeshi wa Israel ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa imeepuka kufanya mashambulizi ndani ya Beirut tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa mwezi Aprili kwa ushawishi wa utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huo, Rais wa Lebanon amelaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa uchokozi mkubwa dhidi ya taifa lake. Kupitia ujumbe aliotoa, Aoun amesema Lebanon inakabiliwa na mashambulizi makubwa ya Israel ambayo yanaongeza mateso kwa wananchi wake, hasa katika maeneo ya kusini mwa nchi. Rais huyo ameahidi kuendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa ili kuzuia kuongezeka kwa mzozo huo na kulinda usalama wa wananchi wa Lebanon. Wakati huo huo, Baraza la Usalama linatarajiwa kufanya kikao cha dharura kujadili hali ya usalama wa nchini Lebanon, huku mvutano kati ya Israel na Hezbollah ukiendelea kuongezeka. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili, hali ya usalama katika mpaka wa Israel na Lebanon imeendelea kuwa tete. Hezbollah imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kaskazini mwa Israel, huku IDF nayo ikiendelea na operesheni zake za maeneo mbalimbali ya kusini mwa Lebanon.